Fuatacho, jibu maswali yote. Asha, shikamoo mwalimu. Leo nimefurahi sana kwa sababu shule yetu imeanzisha klabu ya ubunifu wa kidijitali. Mwalimu, marahaba Asha. Hilo ni jambo nzuri. Unadhani klabu hiyo itawanufaisha vipi wanafunzi? Asha, itasaidia kujifunza matumizi ya teknolojia kama kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na hata kubuni programu rahisi. Mwalimu, ni kweli teknolojia ni muhimu sana katika dunia ya leo. Je, wazazi wako wamelipokeaje wazo hilo? Asha, wamefurahi sana kama tasa aliyepata mwana. Wanasema itaniandaa kwa ajira ya baadaye na kunifanya nijitegemee. Mwalimu, hilo ni wazo nzuri, lakini kumbuka nidhamu na matumizi bora ya muda yatakufaa. Asha, nimekuelewa mwalimu. Nitazingatia hilo kwa kuyakumbatia masomo yangu. Shukrani. Maswali. Swali la kwanza. Taja mada kuu ya mazungumzo haya. Mada unapaswa kuandika kwa herufi kubwa na unapigia mstari. Mada, klabu ya ubunifu. Mada, teknolojia. Unaandika kwa herufi kubwa. Kwa hivyo ulikuwa moja hapo unaandika, unaweza kuandika klabu ya ubunifu au teknolojia au kuanzishwa kwa klabu ya ubunifu. Mojawapo ya mada hizo ingefaa. Mradi umeandika kwa herufi kubwa na ukapigia mstari. Swali la pili. Eleza faida moja ya klabu ya ubunifu wa kidijitali kulingana na mazungumzo. Hata kama umepata unaandika majibu ambayo ni sahihi. Labda niliona jibu lako liko karibu nikakuwekea umepata. Kwa hivyo faida moja ya klabu ya ubunifu ni huwasaidia kujifunza matumizi ya teknolojia. Kujifunza matumizi ya teknolojia kama vile kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na kubuni programu rahisi. Kwa hivyo nasema husaidia kujifunza matumizi ya teknolojia kama kuhariri video, kutengeneza mawasiliano na mwisho kubuni programu rahisi. Tatu, mtazamo wa wazazi wa Asha ni upi? Wanafurahia na kusema itamwandaa kwa ajira za baadaye na kumfunza kujitegemea. Kwa hivyo ni wanafurahia kwa sababu somo hilo litamwandaa kwa ajira za baadaye na kumfunza kujitegemea. 4, taja ushauri aliotoa mwalimu. Kwanza anamshauri kuwa na nidhamu. Ndoketi. Anamshauri kuwa na nidhamu. Pili, kutumia muda vizuri. Kutumia muda vizuri. Swali la 5, taja mandhari mawili katika kifungu hiki. Mandhari yalikuwa mawili. Kulikuwa shuleni na nyumbani. Shuleni na nyumbani. Swali la 6, taja wahusika wawili katika matini. Kuna Asha, kuna mwalimu, kuna wazazi. Au ndio wahusika pale. 6, eleza sifa moja moja kwa wahusika uliotaja. Kwa hivyo kuna Asha. Asha ni mwenye heshima. Na lazima ueleze. Ukikosa kueleza hakuna alama yote, ni sufuri. Umeambiwa ueleze. Ni mwenye heshima, unaeleza kwa nini amemsalimia mwalimu shikamoo. Ni mwenye shukrani. Ni mtiifu. Kwa sababu anatii ule ushauri wa mwalimu, ndio maana tunasema ni mtiifu. Mwalimu naye ni mshauri mwema. Mwalimu pia ni mwajibikaji au amewajibika. Na pia mwalimu ni mlezi mwema, ni mlezi mwema. Na lazima ueleze, ukikosa kueleza hakuna alama. Wazazi wanawajibika. Wamewajibika. Wazazi wake pia ni washauri na ni walezi wema. Kwa hivyo sifa moja na unaeleza. Sifa moja kila mhusika na unaeleza. Husika nilikuwa nataka tu wawili. 7, kwa mifano tambua mbinu mbili za lugha katika kifungu. Hapo kuna tashbihi. Walifurahi kama tasi. Tasa, mani tasi. Tashbihi iko pale. Lazima utoe mfano, bila mfano sufuri. Utohozi, kuna utohozi wa klabu, kuna dijitali, programu, teknolojia. Pia kuna tashisi au waishaji, kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Tunaambiwa kuna kuyakumbatia masomo yangu, anakumbatia masomo. Jinsi ambavyo ukumbatia binadamu, yani ni kule kuyakubali masomo. Kuna nidaa, wanzo nzuri. Kusemea nidaa baada ya nzuri lazima nione kisishi. Lazima kuwe na alama hisi, wazo nzuri. Bila alama hisi hakuna nidaa pale. Pia niliona mdokezo. Mdokezo lakini na vitone viwe 3, lakini na vitone viwe 3. Sehemu ya ba. Sehemu ya ba. Matumizi ya lugha. Jibu maswali yote. Swali la kwanza. Andika sentensi hizi kwa umoja. Wale walioteuliwa kama viongozi wameapishwa kwa umoja. Yule aliyeteuliwa kama kiongozi ameapishwa. Yule aliyeteuliwa kama kiongozi ameapishwa. Swali la pili, ndoo zilizovunjwa mashambani ziliwakasirisha. Kwa hivyo ni ndoo iliyovunjwa shambani ilimkasirisha. Ilimkasirisha. Ndoo iliyovunjwa shambani ilimkasirisha. Swali la pili,
Nomino hizi ziko katika ngeli gani? Mtume, awa. Mtume ame, mtume wame, awa. Kitabu, ngeli ya ki, vi. Twende swali la 3. Bainisha aina ya maneno yaliyopigiwa msitari. Mwanafunzi huyu anasoma kwa bidii. Mwanafunzi hapo ni nomino, ni nomino. Ba, walimu walihamasisha wanafunzi. Walihamasisha ni kitenzi, ni tendo, kitenzi. Cha, watu wengi wanakumbwa na umaskini. Watu wengi, wengi inaelezea zaidi kuhusu watu, ni kivumishi, kivumishi. Da, hivi vyote vimetengenezwa upya. Da ni kiwakilishi. Hivi, hivi ni kiwakilishi, imesimama badala ya nomino pale katika sentensi. Swali la 4, tunga sentensi ukitumia sauti hizi, sauti ba na mba. Ba, unatunga sentensi kwa kutumia baba, beberu, mbao, beti, bati. Nilikuwa tunaangalia. Mba ni mbao, mbavu, mbali. Ukisema mbwa, simba, mbwa, simba, haiko hapo. Kuna maneno ambayo ulikuwa unajua. Mbwa ni mbwa peke yake, si mbwa. Swali la 5, akifisha sentensi hii. Mwalimu alisema elimu ni muhimu sana. Kwa hivyo ukiakifisha, kuna vigezo ambavyo nilikuwa naangalia pale, ndio nikupe. Kila kigezo pale kilikuwa nusu alama. Mwalimu alisema nilikuwa nakupa vipi? Mwalimu alisema elimu ni muhimu sana. Ukianza mwalimu unaanza kwa herufi kubwa, ile maana nakupa nusu alama. Alisema, baada ya alisema unapaswa kuweka koma. Nakupa nusu alama. Alama za kufungua usemi, mtajo pale nakupa nusu. Maneno ya yule anazungumza wakati wote huanza kwa herufi kubwa. Ukianza ile na herufi kubwa nakupa nusu alama. Ni muhimu sana. Kwanza huwa kitone kinakuja, ndio baadaye nini kinakuja? Mtajo. Kitone nusu alama, mtajo nusu alama, zote zinakuwa 3. Taslim. Sijui kwa nini, nani alikuwa anakuambia geuza sentensi? Anakuambia uanze na elimu ni muhimu sana. Nani alikwambia hivyo? Ukianza hivyo alama zitabadilika. Sijui nani alikwambia ugeuze? Nani alikwambia ugeuze ile sentensi? Uliakuwa tu akifishe vile iko. Wewe mwenyewe unajitungia mtihani wako. Ufuati maagizo. Tuendelee. Ba, haya ni matumizi yapi ya koma? Alienda sokoni akanunua parachichi, matango na machungwa. Ni kuorodhesha. Au ni kule kuandika katika orodha. Unaandika katika orodha au kuorodhesha. Swali la 2. Walipata faida ya shilingi 2400 baada ya kuuza bidhaa. Kwa hivyo pale ni kuonyesha tarakimu ya 1000 na zaidi. Kuonyesha tarakimu ya 1000 na zaidi. Tarakimu ya 1000 au zaidi. Cha, tunga sentensi kuonyesha matumizi mawili ya kitone. Kwa hivyo hapo ulikuwa unapaswa kutunga sentensi. Kwa hivyo unatunga sentensi kuonyesha matumizi ya kitone. Kwanza ni kuandika tarehe, mwishoni mwa sentensi kutenga shilingi na senti, kufupisha sanduku la posta, kutenga saa na dakika, kuonyesha tarakimu ambayo si kamili. Kwa hivyo ukionyesha yale matumizi katika matumizi, lazima uonyeshe matumizi na sentensi. Ukiandika nilituma barua katika sanduku la posta, unaandika pale kando yake ni kufupisha. Lazima uandike hivyo, ndio nikupe alama 2. Swali la 6, kanusha sentensi hii. Kukanusha ni kukataa. Tunasoma kwa bidii, hatusomi kwa bidii. Hatusomi kwa bidii. Swali la 7, tunga vitanzandimi viwili vyenye sauti zifuatazo. Mbwa, samani, mbwa na mbwa. Mbwa na mbwa. Kwa hivyo vitanzandimi pale nilikuwa naangalia sentensi zile umetungwa. Yule sehemu ya cha, kusoma ufahamu. Mtindo wa wanafunzi wa shule kuwachagua viongozi wao kinyume na mazoea yaliyokuwepo ulipokelewa kwa mihemko na kukumbatiwa na wanafunzi wengi. Wanafunzi waliouona mtindo huo kama fursa nzuri kwao kuwachagua viongozi wanaowajua. Huo ulikuwa mwisho wa kuongozwa na viongozi wa kuteuliwa na utawala wa shule. Baadhi ya walimu waliunga mkono mtindo huo kwa sababu zao mbalimbali. Walimu wengine nao walihisi kwamba wanafunzi walihitaji kuelekezwa ili wachague viongozi ambao wasingehujumu mipango ya shule.
Hofu hii ilithibitishwa kupitia waliochaguliwa. Viongozi wa aina hii walisababisha migongoro baina ya wanafunzi na wasimamizi wa shule. Visa vya utovu wa nidhamu vikakolea. Baadhi ya washikadau wakapendekeza sera hii ifutuliwe mbali na kurejea mtindo wa kale. Hii ilitarajiwa kwa sababu mpini mpya huleta malengelenge mikononi. Hata hivyo, mpini ukileta malengelenge mikononi hautupwi mbali upigwa msasa. Kwa mantiki hii, wakuu wa Wizara ya Elimu wakadumisha mtindo huu, wakawashauri wakuu wa shule kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusu umuhimu wa kutumia hekima kuwachagua viongozi wao. Walikumbushwa kuwa ufanisi wao katika elimu ya shuleni ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi wenzao. Wakahimizwa kuwachagua viongozi wenye nidhamu na maono wasiokinzana na malengo ya shule. Punde hatua kwa hatua wanafunzi wakaanza kuyaelewa na kuyatekeleza mabadiliko haya kwa kuwachagua viongozi bora. Mtindo huu ukatokea kuwa maarufu na kukubalika kwa wengi. Sasa mtindo huu umepata umaarufu na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa washikadau wengi. Shule nyingi nchini zimepata utulivu unaoziwezesha kuendesha shughuli zao bila mizozo yoyote. Wanafunzi wanashiriki katika kudumisha nidhamu shuleni, wakiwaheshimu walimu kama wakuu wao. Wanafunzi wanatii walimu wao kwa kuelewa kuwa ni jambo nzuri wala hawashinikizwi. Manufaa ya mtindo huo baada ya shule ni mengi. Wanapomaliza masomo ya shule, wanakuwa na uelewa kuhusu uongozi. Wanajua mapema namna ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaofaa. Bila shaka hawa wamedhaniwa kuwa viongozi katika nyanja na idara tofauti kitaifa na kimataifa. Huu ni mfano unaoonyesha kuwa elimu inamsaidia mwanafunzi kukabili mtihani mkubwa zaidi kuliko shule, yani mtihani wa maisha. Maswali. Swali la A. Unapaswa kusoma ufahamu mara mbili. Ukisoma maswali ndio mara ya tatu unaanza kutafuta majibu ndio uelewe. Lakini nakuona na papara nyingi sana za kukamilisha mtihani ndio maana ukapata alama za chini. Kwa nini baadhi ya walimu walipinga mtindo wa wanafunzi wa shule kuwachagua viongozi wao? Wangesababisha migongoro miongoni mwao. Pili, utovu wa nidhamu kukolea. Na mwisho wangehujumu mipango ya shule. Nimesema wangesababisha migogoro miongoni mwao. Pili, utovu wa nidhamu kukolea. Tatu, wangehujumu mipango ya shule. Swali la B. Ni ushauri gani uliotolewa na wakuu wa Wizara ya Elimu ili mtindo wa wanafunzi kuchagua viongozi wao hudumu? Kwanza ni kutoa elimu kwa wanafunzi kutumia hekima kuchagua viongozi. Pili, waliwakumbusha ufanisi wao wa elimu ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi. Na tatu, waliwahimiza kuchagua viongozi wenye nidhamu na maono. Yasiyokinzana na malengo ya shule. Hivyo nimesema nitarudia: kutoa elimu kwa wanafunzi kutumia hekima kuchagua viongozi. Pili, waliwakumbusha ufanisi wao wa elimu ulitegemea uongozi bora wa wanafunzi. Tatu, waliwahimiza kuchagua viongozi wenye nidhamu na maono yasiyokinzana na malengo ya shule. Mtindo wa wanafunzi kuchagua viongozi wao una manufaa gani? Kwanza, shule kupata utulivu. Pili, wanafunzi kudumisha nidhamu shuleni. Tatu, wanapata uelewa kuhusu uongozi. Hapa nazungumzia mambo kama kupiga kura, kuchagua viongozi na mwisho kuandaliwa kwa viongozi. Kwa hivyo nilihitaji shule kupata utulivu. Pili, wanafunzi kudumisha nidhamu shuleni na wanafunzi kupata uelewa kuhusu uongozi, yani kule kupiga kura, kuchagua viongozi na mwisho kuandaliwa kwa viongozi. Wakati mwingi angalia zile alama zikupe tunataka majibu ngapi. Pale umepewa 4 na wewe unaandika jibu moja. Sasa tutasaidiana vipi? Swali la D. Onyesha tofauti moja katika uteuzi wa viongozi wa sasa na wa zamani kwa mujibu wa kifungu. Uteuzi wa viongozi wa awali ulitegemea uongozi wa shule, ilhali wa sasa unategemea wanafunzi wenyewe. Kwa hivyo ni pale kusema kuwa viongozi kitambo waliteuliwa na nani? Na uongozi wa shule. Lakini sasa unategemea nani? Wanafunzi wenyewe. Au useme pia kuna jibu jingine ungesema uteuzi wa viongozi wa zamani ulikuwa na migongoro, ilhali wa sasa unadumisha amani, au wa sasa una nidhamu. Swali la A, eleza mafungu haya. Viongozi wa kuteuliwa ni wa kuchaguliwa. Pili, wameandaliwa kuwa viongozi ni wametayarishwa. Au umesema wamefunzwa au wameelimishwa. Nilikuwa nakubali mmoja wapo ya hizo. Wametayarishwa.
au wamefunzwa au wameelimishwa. 3, kuwa maarufu ni kufahamika sana au kutambuliwa sana au kupendelewa sana, kujulikana sana au kutumika sana. Kwa hivyo nimesema kuwa maarufu ni pale ambapo unafahamika sana, kutambuliwa sana au kupendelewa sana au kujulikana sana au kutumika sana. Zote nilikuwa na ungemakinika. Kuna mwanafunzi hapa ana 43. Yule bwana simama tena kupigia makofi. Vizuri. Haya.